Wanafunzi wa lugha, karibu kwenye kipindi Uketo wa Kiswahili. Na kabla hatujaanza kipindi chetu leo, ningependa kwamba uweze kusubscribe pale ili tuweze kutangamana nawe kwenye kipindi hiki. Jina langu ni Ustadh Kaka Mnae kama ilivyo ada, na ningependa tumwangalie mhusika Cheya kwenye riwaya ya Nguu za Jadi. Cheya, kumbuka kwamba ni mpenzi wa Mashauri na ni mfanyakazi hospitalini. Cheya, kumbuka kwamba ni mpenzi wa nani? Mashauri na ni mfanyakazi hospitalini. Jambo ambalo ni wazi ni kwamba Cheya baadaye, japo alikuwa ni mpenzi wa Mashauri, tunaona kwamba baadaye aligeuka na akawa na usuhuba na babake Mashauri aliyeitwa nani? Aliyeitwa Sagilu. Ningependa tuangalie sifa ama ukipenda hulka za Cheya. Mojawapo ya sifa za Cheya ama hulka zake ni kwamba Cheya ni mpenda anasa. Tunaona kwamba anafanya usuhuba na Mashauri kwa ajili ya kutimiza mahitaji yake, bali sio kutokana na penzi. Kwa hivyo kule kuwa na usuhuba, kule kuwa na urafiki na Mashauri haukuwa na mashiko yoyote ya mapenzi, bali ilikuwa ni swala la tamaa tu, kwamba labda alihitaji hela zake. Usisahau kwamba Mashauri alikuwa ni mtoto wa bwanyenye aliyefahamika nani? Kama Sagilu. Tunamwona pia akimfuata Sagilu kutokana na utashi wake wa maisha ya anasa. Tunaambiwa kwamba aliishi maisha yasiyolingana na kipato chake, kwamba maisha ambayo Cheya aliweza kuishi ni maisha ambayo hayawezi yakaendana na nini? Na kipato chake. Kwa hivyo aliishi maisha ya utajiri, maisha ya utajiri, maisha ya wale watu ambao ni wa daraja la juu. Tunaambiwa hilo. Kwa hivyo tunaona kwamba kule kushikana kwake na Sagilu haukuwa na msukumo wowote wa mapenzi, bali ulitokana na mali na utashi aliyokuwa nayo nani? Sagilu. Tunaweza sema pia kwamba Cheya ni mwenye tamaa na ubinafsi. Cheya ni mwenye tamaa na ubinafsi. Anaonyesha utashi mkubwa wa pesa, kwani urafiki wake na Mashauri pamoja na Sagilu unajengwa juu ya tamaa ya njenje. Unajengwa juu ya tamaa ya njenje, fulusi, hela. Kwa hivyo huyu ni binti ambayo yuko tayari kuwa na usuhuba nawe, mradi una nini? Mradi una hela. Kwa hivyo tunaona kwamba huyu ni binti ambaye anafuata hela, anafuata njenje. Pia tunaweza sema kwamba ni msaliti. Cheya ni msaliti. Kwanza anafumaniwa na Mashauri akitoka hotelini akiwa ameandamana na Sagilu, mzazi wa Mashauri, na hakujali kumkosea mpenzi wake, bali anatoroka baada ya kufumaniwa. Ni usaliti ulioje tunaoshuhudia hapa, kwamba Cheya alikuwa radhi kumwacha Mashauri na kushikana na babake Mashauri kimapenzi. Maadili yameenda wapi?
tunaona maadili hayapo. Anatumiwa na Mtemi Lesulia pia. Mbona tunasema ni msaliti? Ametumiwa na Mtemi Lesulia kumwekea Lonare sumu katika kinywaji chake ili kumuua, na kutokana na ukatili huu anakatwa na kutupwa korokoroni, anakamatwa kunradhi na kutupwa korokoroni. Angalia usaliti anayofanya. Anaiari kutumiwa na Mtemi Lesulia kuweza kumwangamiza nani? Kuweza kumwangamiza Lonare kwa kumtilia sumu kwenye kinywaji chake. Tunaweza sema pia kwamba ni mdanganyifu. Ni mdanganyifu ama ni muongo. Huyu Cheya ni muongo ama mdanganyifu. Ametumiwa kama kielelezo cha udanganyifu katika mahusiano ya vijana wa kisasa. Na ametumiwa kama kishawishi pia cha kumfanya Mashauri apigania haki ili kuleta mabadiliko nchini Matuo kupitia ushirikiano wake na nani? Kupitia ushirikiano wake na Lonare. Kwa hivyo tunaona kwamba ametumiwa kama kishawishi cha kumfanya Mashauri apiganie haki ili kuleta mabadiliko nchini Matuo kupitia kwa ushirikiano wake na Lonare. Ametumiwa pia kuonyesha jinsi uovu na upotovu wa maadili unavyotekelezwa na walio na mamlaka serikalini. Kwa hivyo inatuonyesha, kwa hivyo hata maovu yale ya kumwangamiza Lonare yanafanywa pale ili tuweze kuelewa yale maovu ambayo yanafanywa na wale ambao wako madarakani. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya sifa na umuhimu wa mhusika Cheya. Tumejua kwamba Cheya alikuwa ni mpenzi wa nani? Alikuwa ni mpenzi wa Mashauri, na baadaye anapomsaliti Mashauri anaanza kuwa na usuhuba na babake Mashauri aliyeitwa Sagilu. Usisahau kuweza kusubscribe kwenye kipindi hiki. Jina langu ni Ustadh Kakamnai na kipindi hiki ni Uketo wa Kiswahili.